Takriban watu 900,000 wamehamishwa kutoka maeneo hatarishi nchini Ufilipino baada ya kimbunga Fungwong kuanza kushambulia kisiwa cha Luzon, huku serikali ikisitisha kazi za masomo katika mikoa kadhaa ikiwemo mji mkuu wa Metro Manila. Kimbunga hicho kinachojulikana nchini humo kwa jina la Uwan kinatarajiwa kutua katika jimbo la Aurora kufikia usiku wa hii leo, kwa mujibu wa mamlaka za hali ya hewa nchini humo. Waziri wa ulinzi wa Ufilipino ametoa wito wa dharura kwa wakazi ya maeneo ya pwani na mabondeni kuondoka mara moja, akionya kuwa upepo mkali na mvua kubwa vinaweza kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Serikali imeanzisha vituo vya dharura kwa ajili ya kuhifadhi wakimbizi na kugawa misaada ya chakula, maji na dawa katika maeneo yaliyoathirika. Fungwong ni kimbunga cha 21 kupiga Ufilipino mwaka huu na kinatarajiwa kuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko kimbunga Kalmaegi kilichopiga nchi hiyo wiki moja iliyopita na kusababisha vifo vya takriban watu 224. Kimbunga Kalmaegi pia kiliharibu maelfu ya nyumba na kuathiri miundombinu ya umeme na mawasiliano katika maeneo ya kati ya nchi hiyo. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Ufilipino imeripoti kuwa Fungwong inaendelea kuongezeka kwa nguvu kadiri kinavyosogea kuelekea pwani ya Luzon, kikiwa na kasi ya upepo inayofikia kilomita 210 kwa saa na upepo wa vipindi vya muda mfupi unaofikia kilomita 260 kwa saa. Serikali imetangaza kusitishwa kwa safari za ndege na usafiri wa baharini katika maeneo yaliyoko mashakani, huku shule na ofisi nyingi za umma zikifungwa kwa muda ili kuhakikisha usalama wa wananchi. Vyombo vya habari vya kitaifa vimekuwa vikitoa tahadhari ili kuhamasisha watu kuzingatia maagizo ya uokoaji na kuepuka maeneo hatarishi. Mamlaka ya uokoaji na usimamizi wa majanga imesema kuwa zaidi ya vituo 300 vya dharura, huku askari wanamaji na wahudumu wa afya wakitumwa kusaidia waathirika. Pia serikali imeandaa helikopta na mashua maalum kwa ajili ya shughuli za uokoaji endapo mafuriko yatazidi zaidi. Hadi kufikia hii leo, tayari baadhi ya maeneo huko Luzon yamepoteza umeme kutokana na miti kuangukia nguzo, huku nyumba nyingi zikiripotiwa kuezuliwa kabla ya kimbunga kamili kupiga maeneo hayo. Wataalamu wameonya kuwa madhara yanaweza kuwa makubwa, hasa kwa wakazi wa vijijini ambako mifumo ya kinga ni dhaifu sana. Kimbunga Fungwong kinatarajiwa kuendelea kuelekea kaskazini magharibi na kuingia katika bahari ya kusini ya Uchina ifikapo Jumatatu usiku, lakini mamlaka zimeonya kuwa mvua zake zinaweza kuendelea kwa siku kadhaa. Wataalamu wamesema kuwa hali ya maafa inaweza kuwa mbaya zaidi, kwani taifa hilo bado halijapona kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Kalmaegi. Bakari Chimpanga, Doc Nation TV.